Iran imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, ikitangaza kuwa imeharibu kituo cha amri na uongozi pamoja na maghala ya kuhifadhi ndege zisizo na rubani ndani ya kambi ya kijeshi nchini Jordan, huku makombora na ndege zisizo na rubani zikiripotiwa kuelekezwa pia katika Falme za Kiarabu, Bahrain na Qatar. Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC kilisema operesheni hiyo ni sehemu ya kampeni yake ya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya malengo ya kijeshi ndani ya Iran. Marekani ilifanya mashambulizi hayo baada ya Iran kushambulia meli ya mizigo iliyokuwa ikipita katika mlango bahari wa Hormuz na baadaye kutangaza kufunga njia hiyo ya kimataifa kwa muda usiojulikana. Katika taarifa yake, IRGC ilidai kuwa kituo kilicholengwa nchini Jordan kilikuwa kinatumika kuratibu shughuli za kijeshi za Marekani na washirika wake katika operesheni hiyo pamoja na kuendesha operesheni za ndege zisizo na rubani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalifanikiwa kuharibu kituo cha mawasiliano ya kijeshi, sehemu ya uongozi wa operesheni na maghala yaliyokuwa yakihifadhi ndege zisizo na rubani zilizokuwa tayari kutumika katika mashambulizi dhidi ya Iran. Aidha, IRGC ilitoa onyo kali kuwa operesheni zake hazitaishia Jordan pekee. Ilisema kuwa ikiwa Marekani itaendelea kushambulia Iran na kuunga mkono mashambulizi kupitia washirika wake, basi vituo vingine vya kijeshi vya Marekani na washirika wake vilivyopo Mashariki ya Kati vitaendelea kwa malengo halali ya mashambulizi. Wakati huo hali ya tahadhari ilitangazwa katika mataifa kadhaa ya Ghuba baada ya mifumo yao ya ulinzi wa anga kuanza kukabiliana na vitisho vya makombora na ndege zisizo na rubani. Nchini Falme za Kiarabu, Wizara ya Ulinzi ilitangaza kuwa mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ilianza kushambulia makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekea nchini humo kutoka upande wa Iran. Serikali haikufafanua idadi ya makombora yaliyolengwa wala maeneo yalikuwa yakikusudiwa kushambuliwa, lakini ilisema vikosi vya ulinzi vilichukua hatua za haraka kuhakikisha usalama wa raia na miundombinu muhimu. Nchini Bahrain, Wizara ya Mambo ya Ndani ilithibitisha kuwa ving'ora vya tahadhari vililia katika maeneo mbalimbali baada ya kugunduliwa kwa tishio la mashambulizi ya anga. Wananchi waliagizwa kubaki katika maeneo salama, huku vikosi vya usalama vikiongeza ulinzi kwenye vituo vya serikali, miundombinu ya nishati na maeneo ya kijeshi. Katika mji mkuu wa Qatar, Doha, wakazi walieleza kusikia milipuko mikubwa angani, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikionekana kurusha makombora ya kuzuia mashambulizi yaliyokuwa yakielekea nchini humo. Qatar ilituma ujumbe wa tahadhari kupitia simu za mkononi ukiwataka wananchi wote kubaki majumbani mwao au katika maeneo salama hadi hali itakapotangazwa kuwa shwari. Baadaye, Wizara ya Ulinzi ya Qatar ilitangaza kuwa vikosi vya jeshi vilifanikiwa kuzuia kombora lililorushwa kuelekea nchini humo kabla halijafikia malengo yake. Mamlaka zilisema hakuna taarifa za maafa makubwa au uharibifu mkubwa ulioripotiwa mara moja, huku tathmini ya kina ikiendelea kufanyika. Mashambulizi haya yamezua hofu kubwa katika mataifa ya Ghuba ya Uajemi kutokana na uwezekano wa mzozo wa Iran na Marekani kugeuka kuwa vita vya kikanda vinavyoweza kuyahusisha mataifa mengi zaidi. Qatar, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mpatanishi muhimu kati ya Washington na Tehran katika juhudi mbalimbali za kidiplomasia, sasa imejikuta ikiwa moja nchi zilizoathiriwa moja kwa moja na mvutano huo. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema kuwa hatua ya Iran kupanua mashambulizi yake hadi Jordan, UAE, Bahrain na Qatar inaonyesha mabadiliko makubwa ya kimkakati ya kijeshi. Badala ya kujibu mashambulizi ndani ya mipaka yake pekee, Tehran inaendelea kujaribu kuongeza shinikizo kwa kuyalenga mataifa yanayoshirikiana kwa karibu na Marekani katika operesheni zake za kijeshi. Kuendelea kwa mashambulizi haya pia kunatishia usalama wa usafirishaji wa mafuta na gesi kupitia eneo la Ghuba, huku mataifa mengi duniani yakifuatilia kwa karibu maendeleo ya mzozo huo.
Endapo mapigano yataendelea kupanuka, athari zake zinaweza kuonekana si tu katika usalama wa Mashariki ya Kati, bali pia katika uchumi wa dunia kupitia kupanda kwa bei ya mafuta, kuvurugika kwa biashara za kimataifa na kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu usalama wa njia muhimu za usafirishaji baharini. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Iran IRGC limetangaza kufungwa kwa mlango wa bahari Hormuz hadi litakapotoa taarifa nyingine, likisema hatua hiyo ni sehemu ya operesheni mpya za usalama zinazolenga kukabiliana na kile ilichokiita kuwa ni kuongezeka kwa vitisho vya kijeshi kutoka Marekani na ushirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Tangazo hilo limeongeza hofu ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi wa kikanda, huku likiibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa usafiri baharini na mustakabali wa biashara ya mafuta duniani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na IRGC, hatua hiyo ilifuatia tukio ambalo meli moja biashara ilidaiwa kutumia njia ambayo haikuidhinishwa na mamlaka za Iran wakati ikipita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi hilo limesema lilifyatua risasi za onyo ili kuilazimisha meli hiyo kubadili mkondo na kuzingatia maelekezo ya vikosi vya Iran vilivyokuwa vikifanya doria katika eneo hilo. IRGC imesema kuwa operesheni hiyo ilifanyika bila kulenga kuizamisha meli hiyo, bali ilikuwa ni onyo kwa vyombo vingine vya usafiri vya baharini vinavyotaka kupuuza maelekezo ya usalama yaliyowekwa na Iran. Katika tamko lake, IRGC imesema kuwa kuanzia sasa hakuna meli ya mafuta, gesi, mizigo au nyingine yoyote itakayoruhusiwa kuvuka mlango bahari Hormuz hadi pale Iran itakapojiridhisha kwa kile ilichokiita uingiliaji wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo umekoma. Jeshi hilo limeonya kuwa meli yoyote itakayojaribu kupita bila kibali inaweza kusimamishwa, kukaguliwa au kuchukuliwa hatua za kijeshi kulingana na mazingira yatakayokuwepo. Tangazo hilo limekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiwa umeongezeka kwa kasi kufuatia mashambulizi ya kijeshi yaliyofanyika kwa pande zote. Pande zote mbili zimekuwa zikishambuliana na kutuhumiana kwa kuharibu miundombinu ya kijeshi pamoja na kushambulia maslahi ya kila upande katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Hali hiyo imeifanya Mashariki ya Kati kuingia katika kipindi kipya cha taharuki, huku kukiwa na hofu kwamba mgogoro huo unaweza kuhusisha mataifa mengine ya eneo hilo. Mlango wa bahari Hormuz una umuhimu mkubwa kwa uchumi wa dunia. Takriban sehemu kubwa ya mafuta ghafi yanayosafirishwa kwa njia ya bahari pamoja na kiwango kikubwa cha gesi asilia ambayo huyeyushwa kupitia katika njia hiyo nyembamba inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman kabla ya kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na sehemu nyingine za dunia. Nchi zinazozalisha mafuta kama Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na Falme za Kiarabu hutegemea njia hiyo kusafirisha bidhaa zao kwenda kwenye masoko ya kimataifa. Iwapo kufungwa kwa mlango wa bahari Hormuz kutadumu kwa muda mrefu, wachumi wanaonya kuwa dunia inaweza kushuhudia kupanda kwa bei ya mafuta, gesi na bidhaa nyingine nyingi kutokana na kuongezeka kwa gharama za usafirishaji. Pia kampuni nyingi za meli zinaweza kusitisha safari zao au kutumia njia mbadala ambazo ni ndefu zaidi, jambo ambalo litaongeza gharama za biashara na kusababisha ucheleweshaji wa mafuta na bidhaa duniani. Huku mvutano ukiendelea kuongezeka, macho dunia sasa yanaelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa na Marekani, washirika wake au jumuiya ya kimataifa katika siku zijazo. Wapo wanaohofia kuwa hali hiyo inaweza kusababisha mzunguko mpya wa mashambulizi ya kijeshi, wakati wengine wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kidiplomasia ili kuzuia mgogoro huo usigeuke vita kubwa zaidi ambavyo vinaweza kuathiri usalama wa uchumi.